Mbina. Mbina ni utamaduni wa kipekee wa kabila la Wasukuma ambao umekuwa ukifanyika hasa katika msimu wa mavuno katika mikoa ya kanda ya Ziwa, ambapo wenyeji wa eneo hilo ni Wasukuma. Kanda ya Ziwa inaundwa na mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Kagera, Mara na Simiyu. Mkoani Simiyu, utamaduni wa Mbina umejizolea umaarufu wa pekee, kwani maelfu ya wenyeji na wageni hujitokeza katika sherehe hizi. Hapa ni katika Mbina ya Mwamlapa ambayo hufanyika Juni 5 ya kila mwaka. Kinachoendelea hapa ni burudani ya ngoma na upekee ni matumizi ya dawa za asili. Si ngoma tu inayochezwa, bali ni mashindano ya dawa za kienyeji yakianza katika lango la kuingia. Utamwagiwa dawa za kienyeji, wakieleza kuwa ni kutoa uchawi na mitego katika miguu uingiapo. Waganga wa tiba asili wameketi ndani ya uzio katikati ya umati wakiendelea kuchoma dawa na kufanya matambiko ya kila aina, lengo likiwa ni kuvutia watu ili Mbina iweze kushinda. Hapa anaishindana ni Luhongo na Chief. Mbina hii ni mila na desturi ya kwetu sisi Wasukuma. Mbina hii na watani wawili, kuna Chifu ni upande wa Wagika, lakini upande wa Wagadu wanaitwa Luhongo. Tukiwa mahali hapa tunadumisha mila na desturi ya kwetu Wasukuma. Ndio maana umefika pale ukamwagiwa maji yale yana utakasa, yanatoa nuksi, yanatoa kama una nuksi ukimwagiwa maji au umekanyaga una tatizo la kuumwa miguu, kuvimba miguu, yale maji yanatibu. Kwa maana hiyo Mbina hii kwa staili yetu sisi Wasukuma mnaiona changamoto yake Mbina inaongezeka kuwa kubwa, lakini kwa Mbina hii inaongeza kwanza uchumi katika kata hii. Ukiona wafanya biashara, ukiona wa mama ntilie mmoja wameanza tarehe 1 hapa, wamefika hapa. Kila siku wanachinja mbuzi wawili, lakini kwa siku ya leo kila mama ntilie alifika mahali hapa amechinja zaidi ya mbuzi 10. Hii Mbina inachangia asilimia 95 kwa ajili ya uchumi wa kina mama ntilie. Kutokana na wingi wa watu wanaokuja katika sherehe hizi, serikali imekuwa ikitumia jukwaa hili kufikisha ujumbe mbalimbali kwa jamii. Na hii Mbina takriban ni miaka 5 iliyopita, hii Mbina ilipofadhiliwa na mkurugenzi wa reli Bwana Kadogosa, imeleta chachu au imeleta hamasa kubwa kwa ajili ya muunganiko wa hii Mbina. Takriban kwa mwaka huu imezidi kuongezeka na hamasa imekuwa ni kubwa kwa sababu ya ufadhili wa huyu Bwana Kadogosa. Mwaka juzi hamasa yake ya Mbina ilikuwa ni swala la sesa, lakini mwaka jana ilikuwa ni hamasa yake ni uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini mwaka huu hamasa yake kubwa ni swala la uchaguzi mkuu. Yaani hamasa yake kwa mwaka huu, hamasa yake kubwa ni wa Tanzania tuamke, tufanye uchaguzi kwa amani, tuchague viongozi, sio kiongozi bora, sio bora kiongozi, ni kiongozi bora. Hii Mbina huwa inaanza tarehe 3, tarehe 4 na tarehe 5. Kwanza ni sababu ya kuwaita watu walioenda maeneo mengine mbalimbali, wengine Bukoba, wengine wameenda Tabora, wengine wameenda Mpanda, Wasukuma lakini jamii yetu. Kwa hiyo tarehe 5 ni siku yao ya kuja kukutana, kuja kuonana, yaani ni kama sherehe. Lakini sisi kama serikali huwa tunaitumia Mbina hii kama kufikisha ujumbe wetu wa shughuli za maendeleo, shughuli zote ambazo tunatamani kwamba wananchi ukiwakusanya, kwa sababu sasa siku hizi wananchi huwaita kwenye mkutano wakuja wachache, lakini kwa kutumia Mbina hii tunafikisha ujumbe ambao unabeba halmashauri nzima na wilaya nzima, kwa sababu hapa kuna wananchi wametoka Kibishi, wapo wametoka Dutwa, wametoka Kororo, yani niseme kata zote 21 zipo hapa leo kwenye Mbina ya kata ya Kasori na kijiji cha Mwamlapa. Kwa hiyo wito wangu mimi huwa nautumia sana kuhamasisha shughuli za maendeleo, kuwaambia watu serikali imefanya nini
ili wakitoka hapa wanaenda na ujumbe kufikisha kwenye maeneo mbalimbali, ili jamii nzima ya watu wa Simiyu na Wanabariadi kwa ujumla wapate ujumbe wa serikali kupitia Mbina hii. Utamaduni sio uchawi. Usiache tamaduni za kwenu.